فتراه طيرا بالعزيمة جاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka rehema za ziada kiongozi wa umma huu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karibu mtazamaji wa Mwale Online TV, kisima cha elimu na maarifa ya Uislamu. Karibu katika kipindi chako pendwa cha ujue Uislamu wako ndani ya channel yetu Mwale Online TV. Leo hii niko naye Sheikh Al-Muazzam Sheikh Omar ibn Juma Khalfan, ambaye ni imamu mkuu wa msikiti wa Sokoni Tegeta kwa Ndevu, Dar es Salaam, Tanzania. Kabla ya kurefusha wakati, nimpe nafasi aweze kuwasalimia. Karibu Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi an'ama alayna bi ni'mati al-islami wa arsala bina Muhammadin nabiyil umma wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Watukufu Waislamu, watazamaji wetu wa channel yetu hii ya Mwale TV. Awali yote kwanza nataka nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia, lakini pia nawashukuru vijana wangu hawa masheikhi ambao wamekuja kunitembelea na kunihoji mawili matatu katika masala yanayohusiana na dini yetu. Kwa jina naitwa Sheikh Omar Juma Khalfani, ni imamu mkuu wa Masjid Rahmani Tegeta kwa Ndevu, wilaya ya Kunduchi, kata ya Kunduchi, wilaya Kinondoni, katika mkoa wa Dar es Salaam. Wamekuja masheikhe kuja kunihoji, kwa hiyo na mimi kuweza kutoa ufafanuzi katika yale ambayo watanihoji. Kwa inshallah mtazamaji wetu kaa tayari kusikia yale ambayo yataletwa kwa wewe. Asante. Asante mwalimu. Sheikh Omar, wallahi ni mwenye furaha sana kupata nafasi ya kuja kukuhoji wewe masala yanayohusu dini yetu ya Uislamu. Na leo hatari kubwa iliyoko ni kwamba walio wengi katika Uislamu hawana nafasi ya kusoma. Tukaona nafasi hii kwa sababu muda wa kusoma hawana, kukaa kusomeshwa, kwa tuwafuate katika mitandao ya kijamii, walau wakipata darasa hizo kuzisikiliza, huenda jamii ikapata ufahamu yahusiana na Uislamu wao. Sheikh Omar, mada yangu leo ni kwa nini ndoa nyingi hazidumu katika Uislamu? Ni kwa nini ndoa nyingi hazidumu? Zama hizi zimekuwa zama ambazo ndoa nyingi hazidumu. Sheikh Omar, zamani wakati wenu nyinyi mkiwa mnakuwa, ilikuwa kuolewa ni wajibu. Mwanamke akizaliwa akikua, kuna umri ukifikia ni umri wa kuolewa, ni wajibu wake kufanyaje kuolewa. Lakini leo, zama za leo, kuolewa kumekuwa ni bahati sana. Na tuelewe kwa sababu gani. Kwa Sheikh Omar, mada yangu ambayo tumekuja nayo leo iko mezani ni kwa nini ndoa nyingi hazidumu. Swali langu la kwanza kwa Sheikh Omar, tuelezee na watazamaji nao wasikie. Je, ndoa ina nafasi gani katika maisha ya Muislamu? Ndoa kama ndoa. Karibu Sheikh. Asante. Shukrani kwa swali lako zuri, kwamba kwa nini talaka zimekuwa nyingi katika jamii ya Kiislamu na sio kwa Uislamu. Sasa Lakini pia ndoa ina nafasi gani katika jamii? Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu ametuhimiza akasema, wankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqaraa yughnihimullah. Aya nyingine, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Aya zingine zimekuja nyingi zenye kuonyesha kwamba nafasi ya ndoa. Moja kati ya nafasi ya ndoa ni hifdh. Hifdhul insan min al-farji, hifdhul insan min al-maasi, hifdhul insan min al-fawahish. Hii ndio nafasi ya ndoa. Ndoa lengo lake ni kumhifadhi mwanadamu. Kumhifadhi mwanadamu na utupu wake usiwezi kuzidi ovyo ovyo. Kumhifadhi na mwanadamu na maasi. Inaweza ukawa uzini lakini utupu wako ukautumia katika maasi mengine, kujichua na kufanya nini. Ndoa inamhifadhi mwanadamu na kutokutamani vile vya nje. Ndio maana aya imekuja, ya ayyuhalladhina amanu wankihu ayyama minkum. Oweni. Unaposema wankihu, hii ni fil amri. Na inapokuja fil amri katika jambo la kibada, watu wa lugha wanasema taktadhul ujuba. Maana yake ndoa ni lazima. Jambo lolote likija ni wajibu. Kwa sababu imekuja amri ya wajibu, kwa hiyo ndoa ni lazima kuoa. Anasema mwanachuoni mmoja, mtu ambaye hana mke, alizungumza Kiswahili, mtu ambaye hana mke, yani mwanadamu ameumbwa na 100% ya akili. Sawa. Ikiwa hana mke anatumia 50%, hata kama ni profesa. Sawa.
akili zake hazijakamilika. Hata kama ni daktari, hata kama ni master, lakini ikiwa hana mke, huyu mtu akili yake inatumika kwa 50%. Akishakuwa na mke, akili yake inatumika 100%. Ndio maana ili uonekane wewe umekomaa ni mzee, lazima uwe una mke. Hata kwenye vikao kimila za Kiafrika wanaitwa watu wenye wake. Wewe ukiwa na mke ambao au usichangie, utaambia nini wewe? Kwa hiyo ndoa nafasi yake ni kumhifadhi mwanadamu na kumpa heshima mwanadamu. Ndio maana hata kwenye hukumu ya adhabu ya zinaa zimegawanyika mara mbili. Kuna adhabu ya mtu aliyeoa na kuna adhabu ya mzinifu ambaye kazini huko ana mke, ana adhabu yake, na mzinifu ambaye anazini huko hana mke na ana adhabu yake. Angalia jinsi ndio inavyompa heshima mwanadamu. Huyu alioa au kaozeshwa, awe ni mke au ni mume, akikamatwa anafanya zinaa, hukumu yamtaka huyo uawe. Kwa sababu tayari tumempa heshima. Kwa sababu tayari amepewa ulinzi. Kwa sababu tayari amepewa hifadhi. Kuozeshwa ni kupewa ulinzi. Kuozeshwa ni kupewa hifadhi. Kuozeshwa ni kupewa heshima. Sasa ikiwa wewe una mke alafu umetoka nje ya ndoa, sheria inakwambia kwamba wewe hujatumia akili yako 100% ya kutaka wewe uawe. Lakini mzinifu ambaye hajaoa, maana yake huyu hajapewa ulinzi wa kutokuzini, hajapewa hifadhi, hajapewa heshima, huyu adhabu yake atapigwa fimbo 100. Hii ndio nafasi ya ndoa katika jamii. Kwa hiyo ndoa maana yake au manzila yake, daraja la ndoa katika jamii, moja ni kumhifadhi mwanadamu na machafu yote ya kimwili. 2 ni kumpa heshima mwanadamu katika jamii aliyokuwa nayo. Ina tafsiri nyingi ndoa, lakini nadhani kwa haya mawili kidogo yaweze kutosha kwamba ndoa ni kumpa heshima. Ndio maana zimekuja aya, zimekuja hadithi nyingi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tanakahu takthuru fa inni ubahidukum umma yawm al-qiyamah. Oaneni. Umeona? Akusema zile kwa sababu unaweza kuzaa ikiwa hujaoa. Ndio maana hata hukumu ya mtoto ambaye amepatikana nje ya ndoa sheria haimtambui, kwa sababu huyo hana heshima, hana adabu, ni mzinifu. Ndio maana Mtume asema tanakahu takthuru, oaneni ili mzaane muwe wengi, fa inni ubahibikum umma yawm al-qiyamah, ili mimi Muhammad nikaweze kujigamba na kujifahari na wingi wa watu siku ya kiyama. Lakini an-nikahu sunnatul anbiya, pia ndoa ni sunna ya mitume, ni mwenendo. Ukiangalia mitume yote ilioa kasoro Isa ibn Maryam, na hili lilikuwa ni maalumu ambalo tutakuja kulizungumzia kwa nini Isa kuoa. Lakini mitume yote, manabii wote walioa. Lakini pia ndoa ni af'alul atqiya, ni vitendo vya wacha Mungu. Wewe ukioa tayari umeonyesha kitendo cha ucha Mungu. Ndio maana anasema bwana Mtume, man tazawaja faqad hafadha shatri dinihi, alioa amehifadhi nusu ya dini yake. Kwa kule kuoa peke yake maana yake wewe umekwenda kuhifadhi nusu ya dini yako. Kwa hiyo ndoa ina manzila, ina daraja kubwa sana. Ndoa ina sifa kubwa sana. Nadhani kwa haya machache yatoshe ili nisichukue muda mwingi. Mashaallah. Asante Sheikh Omar. Mtazamaji wa Mwale Online TV, alikuwa ni Sheikh Omar ibn Juma Khalfani. Kama mmemsikia vizuri na kumuelewa, amesema ndoa ni miongoni mwa muhifadhi. Faida ya ndoa ni kumhifadhi mwanadamu na machafu na maovu. Ustaz Omar, nilitamani niishie hapa, lakini kidogo niongeze jambo ambalo ndio mahali ushahidi. Ni kwa nini ndoa za zama hizi zimekuwa hazimu? Zamani ulikuwa unaona mtu anamuoa mke wake, wanaishi mpaka mmoja wapo anakufa, Mwenyezi Mungu anamkutana na kwenda maisha ya barzakh. Lakini leo ni kwa nini ndoa zinakaa mwaka mmoja, miaka miwili? Sisi tunakosea wapi vijana wa zama hizi? Muambie watazamaji, watu wajue leo kwamba makosa ni haya, ndio maana ndoa hazidumu. Tunakosea wapi? Asante na kushukuru sana Sheikh Mwale, umeletea jambo moja zuri sana. Na hili ni gonjwa. Mimi ni imamu wa msikiti hapa. Ndio. Sheikh, kama nitapokea kesi 10, 8 zinahusiana na mambo ya ndoa. Wallahi billahi. Nikipokea kesi 5, 4 ni za ndoa. Mpaka unajiuliza
tunakosea wapi Uislamu? Tumefeli wapi? Tumekwama wapi? Talaka zimekuwa nyingi, magomvi yamekuwa mengi. Sasa kwa nini talaka zimekuwa nyingi? Talaka zimekuwa nyingi kwa mambo 9. Tuyataje moja moja alafu tutakuja kuyafafanua. Na nikiataja mambo 9, mtazamaji wetu au msikilizaji wetu atagusa moja kati ya mambo haya kwamba mimi nilimwacha mke wangu kumbe kwa ajili ya hili. Sawa. Jambo la kwanza ni adamu tawfik fil ikhtiyari. Sawa. Ni kukosekana maafikiano ya uchaguzi ya mwanamke mtaka kumchagua. Mtume SAW ametulazimisha kuchagua mke aliyekuwa mwema. Ikiwa na maana mwema wa kidini. Ukiangalia mifumo ya ndoa hivi sasa watu wachaguani kidini. Kwanza wale wana dini wenyewe hawapo. Ili mtambue. Sasa mtu ambaye Sheikh nimekuja nataka kutafutia mke alikuwa na dini. Wewe mtoto wako umemsomesha? Sawa. Kwa hiyo moja kati ya ugomvi wa wanandoa ni kukosekana chaguzi kati ya mume na mke. Ima mke kampenda mume kwa sababu ya pesa, cheo, nafasi, au mume kamoa mke kwa sababu ya uzuri, maumbile, jaha alokuwa nayo yule mwanamke, lakini hakumoa kidini. Kwa hiyo wakishachukuana kwa sifa zile, wakishaanza kukaa na kuzoeana, kila mmoja kumjua mwenzie, matatizo yanaingia hapa. Kwa sababu ya kwanza ni kukosekana chaguzi sahihi. Sababu ya pili ni ikhtilafu al-bai'a, yani kuختلفiana yale mazingira. Silisemi hili kwamba unaweza kusema muda kama Sheikh anataka ongee ubaguzi. Hapana. Uislamu umetuamrisha kumoa kila kabila, kuoa kila mtu. Lakini mazingira ya mtu unomuoa ni nani? Ndio maana katika chaguzi kule la ndoa pia uchague familia. Nimeletewa kesi juzi. Kijana ameoa mwanamke, lakini yule mwanamke alioa kenda kutafutiwa. Yule alikwenda kumtafutia kenda kutafuta kwenye familia ya walezi. Yani mama muuza pombe, baba muuza pombe, shangazi muuza pombe, nyumbani kwao tokea wanazaliwa biashara ya pombe. Yule alikuwa kumtafuta mke naye, kumbe yule muuza pombe alikuwa ni mke wake. Ambaye bwana kuna mtu ataka mke, ngoja tumpe huyu kijana huyu. Sawa. Kwa hiyo sababu ya pili ni ikhtilafu al-bai'a, mazingira. Mume ni mcha Mungu, mke mazingira yake ni mengine. Mume ana mazingira haya, mke ana mazingira haya. Kwa hiyo kuja kuyatengeneza yale mazingira ikawa ni kitu kimoja, inahitaji subra kubwa sana. Sababu ya pili. Sababu ya tatu ni su'u dhanni. Wanandoa kudhaniana vibaya. Haya nataja kidogo dogo alafu tukipata muda tutakuja kwa kukosoa. Insha Allah. Wanandoa kudhaniana